Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katsira. Sadaqallahul azim. Ikhwatal imani wal islam, yatajaddadu bina al-liqa' fi baitin min buyutillahi subhanahu wa ta'ala wa fi istiqbali syahri rabi'il anwar, syahri miladil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, tumejumuika tena kwa mara nyingine katika msimu miongoni mwa msimu wa khairi, katika mwezi ambao umekusanya tarikhi, katika masiku ambayo tunaishi katika masiku ambayo yamesharifika, masiku ambayo yametukuka kwa matukio muhimu ambayo yamepatikana ndani yake, tukiwa katika mwezi wa Rabi'il al-Anwar au Rabi'il Awwal, na wakaita wenye kuita kwa majina mengi kwa sababu ya tofauti za watu katika dhauq, katika hisia na katika testi ya kila mtu. Mwezi huu unaitwa mwezi wa Rabiul Awwal, maarufu katika kalenda ya Kiislamu. Mwezi wa Rabiul Awwal kwa Kiswahili wakiita mfungo sita, wengine al-Ushaq wakaita Rabiul Ushaq, msimu wa wapenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine wakaita Rabiul Muhibbin, mwezi wa wapenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine wakaita Rabiul Anwar, Rabi' ni mwezi wa anwar, nuru za Mtume sallallahu alaihi wasallam ilivyozagaa katika ulimwengu. Wengine wakaita Rabiul Khairati wan Nafahat. Yote haya ni kwa sababu ya hisia za watu na kwa sababu ya hali ya watu wanapoingia katika misimu ya khairi kama hii ya kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata al-imani wal islam, mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni historia ya Kiislamu, si masala katika masaili ya ikhtilaf,
wala si masala katika masala ya mizozo, bali ni historia ambayo twafaa kuisoma kama Waislamu, bila kutizama kwa mtizamo wa mabishano au kwa mtizamo wa mizozano au kwa mtizamo wa kuvutana. Tunatakiwa kama Waislamu kwanza kuifahamu tarikhi yetu ya Kiislamu, na asli ya tarikhi ya Kiislamu ni mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tarikhi yenyewe haingeandikika kama si Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana ambaye ametumilizwa ulimwenguni, ambaye amesifiwa kwa sifa nyingi sana ndani ya Qur'an, Mola subhanahu wa ta'ala kwanza akitwambia laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin, hakika Mola subhanahu wa ta'ala amewatendea wema waumini. Kutendewa wema ni kufanywa namna gani, au kwa kufanyiwa kitu gani, au kwa kupewa neema gani? Minna maana yake ni neema kubwa, na Mola subhanahu wa ta'ala amemuita Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni minna. Yani minna maana yake ni neema kubwa, mpaka Mola subhanahu wa ta'ala kueleza neema kama hii ni kumaanisha neema hii ni neema kubwa sana. Akatwambia Mola subhanahu wa ta'ala laqad manna Allah, Mola ametumia kwa wanaosoma Kiarabu, kwa wanaofahamu lugha ya Kiarabu, ametumia viapo Mola subhanahu wa ta'ala na mikazo katika maneno, lamu ya kuapia laqad, kisha akatumia qad ya hakika. Yani katika lugha ya Kiarabu vimekusanyika vitu viwili ambavyo vinamaanisha utukufu wa kinachozungumziwa na ukubwa wa kinachozungumziwa. Mola subhanahu wa ta'ala akitwambia la na apa, qad manna Allahu, hakika Mola amewatendea wema waumini. Kwa kiapo Mola anaapia neema kama hii, na anaapia wema kama huu alowafanyia waumini. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim, pale alipotumiliza kutokamana nao. Idh ba'atha fihim, pale alipomtumiliza kwao. Rasulan, mtume ambaye min anfusihim, aliyetokana nao. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, mtume ambaye ametokana nao. Yatlu alaihim ayatihi, mtume ambaye anawasomea aya za Mola subhanahu wa ta'ala. Wayuzakihim, mtume ambaye amekuja kuwasafisha na kuwatakasa na kuwaweka katika ubinadamu uliokamilika. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma, mtume ambaye anawafundisha kitabu cha Mola na anawafundisha hikma, namna ya kuishi, namna ya kutangamana, namna ya kupeleka maisha, namna ya kujifahamu. Angalia wadhaif alopewa mtume sallallahu alaihi wasallam. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin, hii ni neema ambayo imetoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala kuja kwa waumini ambao ni mimi na wewe tulomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, tuliyemwamini Mola subhanahu wa ta'ala. Mola anatuapia kwamba ametupa neema. Neema hiyo akatwambia ni pale alipowatumilizia mtumi kutokamana na nyinyi, anayewasomea aya za Mola, anayewasafisha na kuwatakasa na kuwaweka mbali na moto wa Jahannam na kuwaweka mbali na machafu, akawabainishia yanayokuwa na manufaa kwenu nyinyi, akawabainishia yale ambayo yana madhara kwenu nyinyi. Wayuzakihim wayuallimuhumul kitaba wal hikma, mtume ambaye amekuja kuwafundisha watu waumini kitabu cha Mola subhanahu wa ta'ala, akawafundisha hikma. Ikiwa mtu anakuwa na hikma na ikiwa mtu anajiona kwamba ana hikma ama amebahatika kuwa na hikma, bali ni kwa mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi ni hikma hiyo imetokana na mafundisho aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, tuliofahamishwa na Mola subhanahu wa ta'ala. Wayuzakihim wayuallimuhumul kitaba wal hikma
wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, watu walikuwa katika dhalal, walikuwa katika upotevu, walikuwa katika hali ya jahiliya, walikuwa katika hali ya hamajia, walikuwa katika hali ambayo si ya kibinadamu. Akaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, huku kuja kwake Mola akausifu kwamba ni neema kwa waja na ni neema kwa waumini. Na sisi katika sheria ya Kiislamu tumefundishwa kwamba neema ni kushukuriwa hata kwa watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man asda ilaykum ma'rufan fakafiuhu, mtu ambaye atawatendea wema mtu tu wa kawaida. Mtume anatufundisha yoyote ambaye atafanyiwa wema na mwenzake, basi Mtume anatuambia fakafiuhu, mlipeni huyu aliyewafanyia neema. Fa in lam tajidu ma tukafiunahu fad'u lahu, Mtume anasema ikiwa hamkupata cha kumlipa basi muombeeni dua. Tunafundishwa mtu wa kawaida akikupa kitu ambacho ni neema, amekupa zawadi, amekusaidia, amekufariji, amekutoa kwenye shida, amekutatulia matatizo, hii ni neema miongoni mwa neema ambazo mtu anafanyiwa na mwenzake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia yoyote ambaye atawafanyia wema basi mlipeni. Fa in lam tajidu ma tukafiunahu fad'u lahu, Mtume anasema ikiwa hamkupata cha kumlipa basi muombeeni Mungu. Ikiwa kwa akli ya mtu ambaye anafahamu na anawaza kisawasawa na anatambua maneno na anatambua hali ya kisawasawa ya kibinadamu, ikiwa umeambiwa mtu wa kawaida akikufanyia neema ama akikufanyia wema mlipe, na ukishindwa kumlipa muombe Mungu. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye ndiye asli ya neema, asli ya sisi kupata uongofu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetumwa kututoa katika giza ya ukafiri na kutupeleka kwenye nuru ya imani, liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja katika mambo yanayotufanyia ni kutufanya kuingia katika Uislamu, ni sisi kupata Uislamu tulionao. Mbali na hapo, Mola subhanahu wa ta'ala ambaye ametuneemesha kwa bi'thati rasuli sallallahu alaihi wasallam, kwa kutuletea Mtume sallallahu alaihi wasallam, ametufundisha Mola subhanahu wa ta'ala akituambia, la in shakartum la azidannakum wa qalilun min ibadi ash-shakur. Mola subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi tumshukuru kwa neema alizotuneemesha. Na ajallu ni'am, neema kubwa zaidi ambaye mtu amebahatika kupata ni neema ya imani na neema ya Islam na neema ya mafundisho haya ambayo tunaishi nayo. Nani alituletea yote haya? Ni huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyetumilizwa na Mola subhanahu wa ta'ala, tulipoambiwa laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sisi tunaishi katika neema kama hizi ambazo tumeneemeshwa nazo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa irada ya Mola subhanahu wa ta'ala, kwa Mola kututakia neema kama hii, tukawa tumeingia katika kuwa katika wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa kushukuru neema ni kuzungumza neema. Tunaambiwa at-tahaddathu bin ni'mati shukrun laha au shukruha. Tunaambiwa kuzungumza neema ni njia moja ya kushukuru. Yani unaposema mimi alhamdulillah nimeneemeshwa, mimi alhamdulillah nimebahatika, mimi alhamdulillah nimepewa afya, mimi alhamdulillah nimepewa uwezo, mimi alhamdulillah, kule kuzungumza neema kwa njia ya kuthamini ile neema, unaambiwa ni kushukuru ile neema. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunapozungumza kuhusu akhlaqi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunapozungumza sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam,
tunapozungumza maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuko katika kuingia kwenye mlango wa mizozo, wala hatuko kwenye kuingia katika milango ya mabishano. Hasha, hatuko hapo. Sisi tuko katika haja yetu kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani Muislamu yupi ambaye hakutakiwa kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam? Muislamu yupi ambaye hakutakiwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam? Muislamu gani ambaye hajatakiwa kumfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mola subhanahu wa ta'ala anapotuambia laqad manna Allahu ala almu'minin, Mola anarudi anatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Mola anatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika nyinyi munao mfano mwema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani nyinyi kama kuna mtu munafaa kumfuata, kama kuna mtu munafaa kumuiga, kama kuna mtu munafaa kuishi maisha yake, kama kuna mtu ambaye mutafanikiwa mkifuata mwendo wake na sira yake na akhlaqi yake na tabia zake na hali yake, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya tunayozungumza ni aya za Qur'ani zinatuelekeza kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukiambiwa laqad kana lakum, katika aya ya kwanza tulioisoma, Mola ametuapia na akatufanyia maneno ya mkazo, akatumia lamu ya qasam ya kuapia na akatumia qad ya kuhakikisha na kukaza maneno, akituambia laqad manna Allahu ala almu'minin. Mola anakuja anatuambia katika kutakiwa kwetu sisi kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfanya awe ndio kielelezo chema kwetu na kumfanya awe ndio role model yetu, anatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika nyinyi munayo fi rasulillah, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi rasulillah, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mola subhanahu wa ta'ala anatuzungumzia mazungumzo ya maajabu ya lugha ya Kiarabu, kwa sababu anayoyakusudia Mola lazima yatekelezwe kwa maneno ya Kiarabu ambao wenyewe wanayaelewa maana yake. Kwa nini kuja namna hii? Kwa nini kutumika maneno namna hii? Ni kwa sababu yale anayotaka kuyazungumza Mola yametakiwa yaelekezwe na yaelezwe kwa maana yanayofahamiwa na wenye lugha. Mola anasema laqad manna Allah, na Mola anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika nyinyi munayo fi rasulillah, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mola hajatuambia min rasulillah, anatuambia fi rasulillah. Yani haya munayotakiwa kuyaiga yamekusanyika katika dhati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yamemkusanyikia Mtume kwa katika hali zake zote. Yani fihi kullu sifat wa fihi jami'u al-akhlaq wa fihi jami'u mahasin al-akhlaq. Mtume sallallahu alaihi wasallam fihi uswatun hasana, yani akiwa na furaha muna masomo munasoma kwake yeye katika hali ya furaha, akiwa na hasira kuna masomo na akhlaqi munajifunza kwake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali yake ya hasira, katika hali yake ya kawaida, katika maisha yake, mavazi yake, mazungumzo yake, vitendo vyake, kulala kwake, kutembea kwake, kuwa macho kwake, kila jambo ambalo analifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tuna mafundisho kwake yeye. Tutoke katika fikra ya kufaa na kutofaa, tutoke kwenye fikra ya ni bid'a si bid'a, tutoke kwenye fikra ya mengine mengi ambayo hayatufaidishi, tuje katika fikra mimi nina haja ya kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nina haja ya kujua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nina haja ya mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam,
mimi nina haja ya kuiga akhlaqi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nina haja ya kumsoma na kumfahamu, ndio niliyotakiwa na Mola hayo. Ikiwa itakuja munasaba wa kuzaliwa kwake, ukazungumziwa akhlaqi ya Mtume, sifa zake, amezaliwa wapi, alikuwa kuzaliwa kwake kulikuwa namna gani, aliishi vipi, maisha yake ya ndoa namna gani, maisha yake yeye mtoto kwa babake namna gani, maisha yake yeye kwa jamii namna gani, ukweli wake ulikuwa namna gani, tabia zake zilikuwa namna gani, heshima yake ilikuwa namna gani, tabia njema namna gani, uzuri wake namna gani, sifa zake namna gani. Haya sisi bado hatujayamaliza kuyajua. Tunabaki kwenye ukingo wa mabishano, tunabaki kwenye ukingo wa mavutano, tunabaki kwenye ukingo wa maporomoko ya akhlaq, wakati tumeacha kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata al-imani wal islam, moja katika ulama anasema suala la mtu kuuliza, je, nimfurahikie Mtume au nisimfurahikie? Je, nimsherehekee kuzaliwa kwake ama nisisherehekee? Anasema hili suala halifai kuulizwa. Unafaa kujiuliza, kwa nini nisimfurahikie na kwa nini nisimsherehekee? Jiulize hivyo, sio nafaa ama sifai. Unafaa kujiuliza, kwa nini nisimfurahikie, kwa nini nisimsherehekee? Kwa sababu huyu mtu ndio amekuja kukutoa kwenye giza akakuingiza kwenye nuru ya imani. Huyu mtu umetakiwa umsome, huyu mtu umetakiwa umfahamu, huyu mtu umetakiwa umwamini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja wenu hawezi kuamini wala imani yake haizingatiwi kuwa ni iman, wala huwezi kuwa na kamalul iman hatta akuna ahabba ilayhi, paka mimi Mtume niwe napendeza zaidi kwake yeye. Yani Mtume anafungamanisha imani yako na mapenzi yake ya kumpenda yeye. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja wenu hatokamilika imani wala hatokuwa ni mwenye kuzingatiwa kuwa na imani mpaka mimi Mtume niwe napendeza zaidi kwake yeye kuliko nafsi yake, kuliko watoto wake, kuliko wazazi wake na kuliko watu wote wengine. Yani Mtume anajiweka katika daraja ya kwanza, kwa sababu ndipo alipowekwa na Mola subhanahu wa ta'ala. Mtume anabainisha hayo kwa sababu yeye ametakiwa abainishe sheria ya Mola subhanahu wa ta'ala. Na Mola katika Qur'an anatuambia, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Amekuja katika masala ya mapenzi, akazungumzia kwamba mapenzi yake ndiyo sharti ya imani, na akaja akazungumza Mola subhanahu wa ta'ala kuambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waambie watu, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi munampenda Mola subhanahu wa ta'ala, waambie watu, fattabi'uni, nifuateni mimi, yuhibbukumullah, Mwenyezi Mungu atawapenda. Angalia, mapenzi yake ni sharti ya iman. Hakuna iman bila mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakuna mapenzi ya Mola bila kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa inakuja kutupa somo na darasa ya kwamba mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yameambatanishwa na kumfuata kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kumfuata kwake yameambatanishwa na mapenzi yake. Kwa hivyo hakuna mapenzi bila kumfuata, wala hakuna kumfuata bila mapenzi. Tunatakiwa tukamilishe yote haya. Sisi tunampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote haya ni dini Mola amekuja nayo kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatullah wa mahabbatu rasulillah. Ikhwata al-imani wal islam, kaifa tuhibbu man la ta'rifu? Utampenda mtu vipi usiyemjua?
Yani unaweza kumpenda mtu vipi na humjui? Huna tarikhi yake, huna historia yake, huna akhlaqi yake, huna sifa zake, hujamsoma huyu mtu ambaye umelazimishwa kumpenda wewe, hujamsoma huyu mtu ambaye umelazimishwa kumfuata yeye. Utamfuataje bila mapenzi? Utampendaje bila kumjua? Na utamfuataje bila kumjua? Na utamfuataje bila kumpenda? Angalia, mara nyingine tunapenda kufanya mjadala, yani sisi wanadamu tunapenda mizozo na tunafurahia mijadala na tunafurahia mizozo, na ambayo tumekatazwa, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Tumeambiwa musizozane, mutafeli na nguvu zenu zitapotea. Qur'ani imetuambia hivyo, musizozane, mutafeli na nguvu zenu zitapotea. Nguvu ya uchumi, nguvu ya imani, nguvu ya kushikamana, nguvu ya umoja, nguvu ya kila jambo, yani kila nguvu itaisha kwa sababu ya mizozo. Tunapenda kuzozana mpaka tunafika kwenye kiwango cha mtu kusema mimi nimetakiwa nimfuate mtume bwana. Unasahau kama umetakiwa umpende mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye ametangaza, mpaka wakati mmoja anatembea na Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Mtume alipozungumza kwamba mmoja wenu hawezi kukamilika imani mpaka mimi ndio napendeza zaidi kwake yeye na kuliko wazazi wake na kuliko watu wote. Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu sema, ya Rasulullah, mimi nakupenda kuliko kila kitu, lakini mapenzi yangu kujipenda mimi mwenyewe naona yamezidi kuliko mapenzi yangu yako wewe kukupenda. Na hili ni jambo la kawaida, kwa sababu swala la mapenzi huwezi kulikontrol, na haimaanishi kwamba wewe umekufuru ukisema hivyo. Na watu walikuwa katika maisha ya kufunzwa, walikuwa katika mwanzo wa Uislamu, wanakuwa free kuzungumza wanayoyahisi ili warekebishwe na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipozungumza maneno hayo, Mtume akamwambia, la, bado ya Umar, bado hujaamini, bado hujakamilika imani wewe, rudia nafsi yako. Sayyidina Umar bin Khattab baada ya muda akamwambia, Rasulullah, nimerudia imani yangu na nimerudia mapenzi yangu na nimetambua maana ya mapenzi kwako wewe, hivi sasa nakupenda wewe kuliko nafsi yangu. Mtume akamwambia, al-an ya Umar, sasa ndio wewe umeingia katika listi ya walioamini sawa sawa. Kwa hiyo huwezi kukanusha mapenzi ya Mtume kwa kusingizia wewe ni mfuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata munafiquna walikuwa wanazunguka na Mtume, wamekaa naye. Wa idha laqul ladhina amanu qalu inna ma'akum wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Hata munafiqun, kama kipimo cha mapenzi ni kumfuata mtu, basi hata munafiquna walikuwa hawatoki ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wamemzunguka kwenye darasa, wanakaa wengi, lakini wakiondoka wao wenyewe wanasema, sisi tukikutana na waumini tunasema amanna. Wa idha khalau ila shayatinihim, wanapoenda kwa mashetani wenzao, shayatinul ins, wale ambao ni munafiquna wenzao, makafiri, wanasema inna ma'akum, sisi bwana tuko na nyinyi kikweli kweli, innama nahnu mustahzi'un, kule tunakwenda kukaa nao tunawafanyia stihzai, tunashere. Kwa hiyo kumfuata mtu haitoshi kwamba unampenda, kwa sababu hata munafikuna walikuwa wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kufuata kwao ilikuwa ni bidun mahabba, bidun iman, bidun ikhlas, ikawa haijaleta natija na faida kwao. Kwa al-imani wal islam, mwezi huu wa Rabiul Awwal ndani yake kuna matukio makubwa ambayo yamempata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio tarikhi ya Kiislamu. Ndani ya Rabiul Awwal tarikhi 13, 12, Jumatatu ndio kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ulama wakasema siku hiyo hiyo ndio kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ulama wakasema siku hiyo hiyo ndio hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa kwake, kugura kwake, kufa kwake kumepatikana ndani ya mwezi wa Rabiul Awwal, kumaanisha kwamba mwezi huu wa Rabiul Awwal umekusanya historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuzaliwa na historia ya kugura na historia ya kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ingawa yanaelezwa mambo ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Muharram kwa sababu ya kuandikwa tarikhi ya Kiislamu mwanzo wake katika Muharram, lakini hakika ya hijra yenyewe ilipatikana ndani ya mfungo sita. Kwa hiyo tunapojumuika tunatakiwa tuwe tunamsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu al-imani wal Islam, fungu langu na fungu lako tunatakiwa tulikuze fungu hilo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunatakiwa tumsome Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa tusome sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa tusome akhlaqi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa sisi tuwe tunaendelea katika kuwa na tabia njema, na kila unapomsoma mtu mwenye tabia njema na wewe unajaribu kuiga zile tabia zake njema. Na hakuna mtu aliyekamilika aliyeambiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Mola Subhanahu wa Ta'ala akitumia bado asalibi ya taukid, wa innaka, na hakika wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, la'ala khuluqin adhim, uko juu ya tabia iliyokuwa kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam tuna haja ya kusoma tabia njema kwake yeye. Mtume aliambiwa, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuna haja ya kusoma rahma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haitoshi kwamba Mtume alikuwa ni rahim, haitoshi Mtume alikuwa na huruma kwa wake zake, kwa watoto wake, kwa watu wa kawaida, kwa wazee, kwa wadogo, kwa wanyama, kwa miti, kwa kila kitu. Haitoshi kujua hilo. Kinachotakiwa mimi, je, nina huruma na ndugu zangu? Mimi nina huruma ya wazee wangu? Mimi nina huruma kwa watoto wangu? Mimi nawahurumia wanyonge? Mimi nawahurumia majirani wasiojiweza? Mimi nawahurumia wagonjwa? Mimi nawahurumia watu wenye hali mbaya? Mimi nawahurumia watoto wadogo? Mimi nawahurumia, yani wewe hebu jisome mwenyewe kisha jiweke kwenye rahma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haitoshi kumjua Mtume alikuwa na rahma, lakini mimi na wewe, hii tabia ya rahma alotutaka yeye, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana, au kama qala. Mtume anasema si katika sisi Waislamu yule ambaye hatowahurumia wadogo wetu na hatowaheshimu wakubwa wetu. Sasa wewe jiangalie, kama baba, kama mtoto kwa baba na mama, wazazi wako unawaheshimu kiasi gani? Unawapa ihtiram kiasi gani? Unawabeba kiasi gani? Wale wadogo wako, wawe ni watoto wako, wawe ni ndugu zako, wawe ni jamaa zako, wawe ni watu wa kawaida, unawahurumia kiasi gani? Unawasaidia kiasi gani? Unawabeba kiasi gani? Tujaribu kurudia hali zetu, tutakuja kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana rahiman, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, arhamun nasi bin nas, alikuwa anajulikana kwa mwenye kurehemu watu, hakuna zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Arhamun nasi bin nas, yani mwenye huruma kwa watu zaidi ya mtu yoyote katika watu wanaohurumia watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na Aisha, kaifa kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa na tabia gani? Watu walikuwa na haja ya kujua tabia za Mtume. Akamwambia, kana khuluquhu alquran. Alimuuliza yule bwana, kwani wewe usomi Qur'an? Yule bwana akamwambia, naam, nasoma Qur'an. Bas kana khuluquhu alquran. Na Aisha akamwambia, basi Mtume tabia zake na akhlaqi zake ilikuwa ni Qur'ani, mpaka watu wengine wakamuita kana Qur'anan yamshi ala al-ard. Mtume alikuwa ni Qur'ani anayetembea juu ya ardhi, au Qur'ani inayotembea juu ya ardhi, kwa sababu hakuna amri yoyote ndani ya Qur'ani ila ametekeleza. Hakuna katazo lolote ndani ya Qur'ani ila amekomeka nayo na hakuhalifu. Kwa hiyo yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Qur'an anayetembea juu ya ardhi. Ya ikhwatal imani wal islam, yasikitisha sana sisi tuwe tutafungua microphone zetu na maspika yetu
kuzungumzia na kujadili, yafaa kufurahika, haifai kufurahika, yafaa kusherekea, haifai kusherekea. Hatuko hapo Sheikh. Jiulize, mimi nahitaji kumsoma mtume ama sihitaji? Ndio unaweza ukatosheka kumsoma kwenye vitabu, lakini kila unapohudhuria kwenye majalis ambayo amekusudiwa mtume kuelezwa, basi utajua mengi ambayo kwenye vitabu hujayapata wala huwezi kuyapata, kwa sababu pengine huna maarifa ya kusoma vitabu. Kwa hiyo majalis haya yanayokusanywa ni kwa sababu ya kuhuisha sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kwa sababu ya kufufua mapenzi ya mtume kwenye nyoyo za waumini, na hata wasiokuwa waumini wakatambua kwamba huyu mtu ni mtu sampuli gani. Majalis kama haya ni majalis ambayo tunakithirisha kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunatakiwa tunapohudhuria majalis ya kheri, tayib, ni jukumu langu, ni jukumu lako unayenisikia, ni jukumu lako uliokaa mbele yangu. Muislamu ni jukumu lake kukataza munkar na kuamrisha mema. Unapoona jambo la kheri limekorogwa na jambo la batil au la shar, epusha shari, bakisha kheri. Ukiona kuna makosa yanafanyika, ondosha makosa, bakisha ya kheri. Hatuna wakati wa kujadiliana, kubishana, kuzozana. Umma wa Kiislamu unaporomoka kimaadili, umma wa Kiislamu unaporomoka kirahma, umma wa Kiislamu unaporomoka kiakhlaqi. Na tuna mtu aliyeambiwa wa innaka la ala khuluqin adhim, na tuna mtu tumeambiwa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, na tuna mtu tumeambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, na tuna mtu ambaye ameambiwa fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlik. Haya yote tuliyozungumza, tumezungumza kama kutayarisha mazungumzo yanayofuata katika majuma yatakayofuata. Tunaweza tukasema mazungumzo ya leo ni mazungumzo ya utangulizi wa kuingia katika mwezi wa Rabiul Awwal, ili tumsome mtume sallallahu alaihi wasallam, ili tusome akhlaqi yake, ili tuishi maisha yake, ili tujikurubishe kwake yeye kwa mapenzi, kwa akhlaqi, kwa rahma, kwa huruma, kwa ihsan, kwa akhlaq, kwa tabia njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia aqrabukum minni manzila yawm alqiyama ahsanukum akhlaqa, au aqrabukum ilayya manzilan ahasinukum akhlaqa. Mtume anasema wale ambao watakuwa karibu na mimi siku ya kiyama ni wale ambao walikuwa na tabia nzuri sana. Na katika riwaya anasema aktharukum alayya salatan, ni wale ambao wananiswalia kwa wingi. Kwa hiyo kumswalia mtume kwa wingi ni sababu ya kuwa karibu naye, na kuwa na tabia njema za mtume ni kuwa karibu naye. Kila unapompenda unazidi kuwa karibu naye, kila unapomswalia unazidi kuwa karibu naye, kila unapomuiga unazidi kuwa karibu naye. Mola subhanahu wa ta'ala atufahamishe na atuwafikie kuweza kumsoma mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayarisha vitabu vya kumsoma mtume, kaa na familia yako, msome mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila siku kuwa na fungu moja katika akhlaq ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Vitabu vimetungwa kueleza shamailu rasul, siratu rasulillah, akhlaqu rasulillah. Yote haya yako, lakini tunahitajiwa sisi tuyachukue, tuyasome. Siku 30 za mfungo sita, angalau nimejifunza akhlaqi 60 au 600 au 1006 za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mola atuwafikie kumfuata na kuzitekeleza hizo akhlaq. Mwenyezi Mungu akituwafikia insha Allah taala, mwezi mzima na mpaka kumalizika munasaba kama huu, mashekhe wetu na wale watakaojaliwa tutakuwa tukieleza sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akhlaqi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bila mizozo, bila mavutano. Mola atuwafikie kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا